Hello everyone. Leo tujadili exponent. Exponent ni nini? Exponent ni namba inayoandikwa juu kulia mwa namba ikitumika kuashiria hii namba imezidishwa yenyewe mara ngapi. Tunakuwa na namba mbili. Tunakuwa na namba inaitwa base, alafu kuna namba inaandikwa juu kulia mwa hiyo base. Hii inaitwa exponent. Kazi yake ni kuonyesha hii base imezidishwa yenyewe mara ngapi. Kwa mfano, ukiwa na 2 imeandikwa juu yake kulia 3, maana yake 3 inatuambia 2 imezidishwa yenyewe mara 3. Kwa hiyo exponent ni namba inayoandikwa juu kulia mwa namba kuonyesha hii namba imezidishwa yenyewe mara ngapi. Kwa njia rahisi tutasema exponent inafupisha uzidishwaji wa namba moja mara nyingi. Kwa mfano, ukipewa 3 imezidishwa yenyewe mara 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utaona ni nafasi kubwa imechukua kwenye karatasi kuziandika 3 7 ambazo zimezidishwa zenyewe kwa zenyewe. Idea ya exponent inaandika 3 1 ikiwa inatambulika kama base, alafu idadi ya vile ilivyozidishwa itaandikwa juu kulia mwa hiyo namba 3 ambayo ni base. Tutaandika 7 juu kulia mwa 3. 7 ndio tunaiita exponent. Hivyo basi, kila mwanafunzi afahamu kwamba tuna uwezo wa kufupisha uzidishwaji wa namba moja mara nyingi kwa kutumia concept ya exponent. Kama utaambiwa kuna 2 imezidishwa yenyewe mara 100, namba 2 imezidishwa yenyewe mara nyingi mpaka hii ndio 2 ya 100. Ina maana simply tutaandika 2 1 kama base, alafu tutaiandika hiyo idadi ya 2 ilivyozidishwa ambayo ni 100 juu kulia mwa hiyo namba 100, na namba 100 ndio itaitwa exponent. So, madam tumejua exponent ni nini, ni namba inayoandikwa juu kulia mwa namba kuashiria hiyo namba imezidishwa yenyewe mara ngapi. Na sio namba pekee, inaweza ikawa hata ni herufi. Mara nyingi kwenye algebra tunatumia herufi kuiwasilisha namba tusiyoijua. Kwa mfano, unaweza kupewa a imezidishwa yenyewe mara 5. Simply utaandika a moja kama base, alafu utaandika 5 juu kulia mwa herufi a. 5 itaitwa exponent na kazi yake ni kuonyesha a imezidishwa yenyewe mara ngapi. Hii inatumika sana concept hii hususan kwenye kuandika formula. Ukizitizama formula nyingi za kutafuta area ya circle, kutafuta volume ya sphere, area of the cylinder, utaona kuna namba inaandikwa juu kulia mwa herufi. Kwa mfano, area ya circle ni pi r raised to 2. Namba 2 iliyoandikwa juu kulia mwa r inaonyesha kwamba hii ilitakiwa kuandikwa pi imezidishwa na r imezidishwa na r. Madam r imezidishwa yenyewe mara 2, tunaweza tukafupisha uandishi kwa kusema pi r exponent 2. Hal kadhalika volume of the sphere. Ukiwa na volume ya sphere, formula inasema ni 4 juu ya 3 pi r raised to 3. Hii ilitakiwa kuandikwa 4 juu ya 3 imezidishwa na pi imezidishwa na r ikazidishwa na r then imezidishwa na r. Kwa kurahisisha tutafupisha uandishi huu kwa kutumia concept ya exponent kwa kusema ni 4 juu ya 3 pi r zikiwa 3 zimezidishwa kwa pamoja. Hii tutaona kwenye formula nyingi. Formula hizi tumezitumia kama mfano, lakini pia hii namba inayoandikwa juu kulia mwa namba hii exponent, kuna baadhi zina majina maalum. Kwa mfano, ikiwa namba iliyoandikwa juu kulia mwa namba ni namba 2, umepewa 3 juu yake kumeandikwa 2, maana yake ni 3 mara 3. Hii 2 ni exponent inaitwa square, kwa sababu inaashiria 3 imezidishwa yenyewe kwa yenyewe. Ni kama kutafuta area ya square, ni length mara width, lakini sababu length na width zinafanana, L equal to width ni sasa na L mara L au width mara width. So this will get L square or width square, kimaanisha this is the area of the square. So namba 2 ikiandikwa juu kulia mwa namba yoyote inakuwa ni exponent, na unaweza ukaifupisha au ukaitamka kwa jina maalum ambalo ni square. Au namba 3 inapoandikwa juu kulia mwa namba unaitwa cube. Inaitwa cube kwa sababu ni ile volume ya
square cube ambayo pande zote 6 zinafanana. So here is length, here is height, here is width, but L equal to width equal to height. So ni sawa na kusema L times L times L ambayo ni L power 3. So this 3 unaweza kuiona sehemu imeandikwa juu kulia mwa namba, unasema ni 3 cube kama ilivyoandikwa hapa, au kama ni juu ya namba 5 inakuwa ni 5 cube. So baadhi ya exponent zina majina maalum. That's why the area of the circle tunaiita pi r square. Tunaitamka pi r square, square ikimaanisha ni namba 2 inapotumika kama exponent tunaiita square, na namba 3 inapotumika kama exponent tunaiita cube. Na hii ni introduction fupi ya exponent ni nini. Hii namba inayoandikwa juu kulia mwa namba ina uwezo wa kuwa ni negative, ni positive, ni zero au ni fraction. Exponent can be zero, can be positive number, can be negative number, or a fraction, a rational number. So tutapitia moja moja. Zero concept, what if the exponent is zero, the positive concept, and the negative concept. Also the fraction concept. Fraction concept. So kuwa na mimi kwenye next session tutaanza kudiscuss positive exponent, negative exponent na zero exponent kwa pamoja, then tutamalizia na fraction exponent. Paka hapa hatuna la ziada kwenye session ya kwanza. Nikutakie usikivu mwema.